Ninakukaribisha tena katika jina la Yesu, mtazamaji wa Gospel Voice TV. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya uzima ambao ametupatia siku ya leo. Nikiwa na imani na kusudi ya kwamba nitafikia moyo wako kupitia neno la siku ya leo. Na ni kwa sababu maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate peke yake, bali ni kwa kila neno litokayo katika kinywa cha Bwana. Kwa wale ambao tunakutana mara ya kwanza, ninaitwa Pastor Rafael na mimi ni mchungaji kwa Christian Foundation Fellowship CFF, mahali panaitwa Meru Makutano, na Yesu ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu. Nataka tuombe tuingie kwa neno, na niko na imani ya kwamba utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa nafasi ambayo umenipatia tuweze kushiriki neno lako. Ninaomba ya kwamba yale ambayo nitakayoongea jioni ya leo ikuwe ya faida kwa mtu wako. Nitumie tu kama shombo, bali ujitukuze na fadhili zako ziwe na sisi, na neema itokanayo na wewe iweze kutufikia. Bariki neno lako na libadilishe mtu kwa utukufu wako, in Jesus name. Amen. Nataka jioni ya leo tuongee kuhusu hatari ya mtu ambaye ni Mkristo akilala. Hatari ya Mkristo kulala. Hatari ya Mkristo kulala. Maisha ambayo tunaishi imedesigniwa in such a way that katika njia moja ama njia ingine utalala. Ni normal katika uso wa dunia mtu kuenda kujiwekelea, na ni vizuri uweze kuelewa ya kwamba kitanda ambayo ukienda kila boma unakuta, na boma zingine ziko na vitanda 5, 2, 3, 5, na unakuta hata hoteli ziko na vitanda, zimejaa vitanda. Hazijatengenezwa kwa ajili ya kitu kingine. Vitanda vyote vimetengenezwa kwa sababu ya mwanadamu kulala. Hata hivyo, usingizi ni system ya hii maisha. Usingizi ni system ya hii maisha. Wenye kusoma wanatuambia mtu sijui anakaa siku ngapi. Sijui kama walisema siku 11. Ati mtu anaweza kaa siku 11 bila usingizi. Ukikaa 11 days bila usingizi unakufa. Ninaona kama nilisoma hivyo mahali kwa mitandao. Ati mtu akiweza kukaa maybe anaweza kaa siku 11. Kitu kama hiyo wamesema hivyo. Ama less than that ndio mtu aweze kukufa. Lakini ni vizuri nikuelezea maneno haya ya kwamba kuna maisha ya uhalisia wa kawaida na kuna maisha ya kiroho. Na ninataka niogelelee na mtu ambaye ameokoka, mtu ambaye anaishi maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho ni kusema ya kwamba kama vile maisha ya uhalisia wa kawaida mtu husinzia na kulala, maisha ya kiroho mwanadamu pia huwa analala. Na niseme hivi, katika usingizi mtu hupoteza tabia. Katika kulala tabia huwa inapotoka. Nakumbuka siku moja tukiwa kwa matatu, tulikuwa tunatoka Nairobi tukielekea kwetu, na tulipoingia kwa matatu kuna mzee mmoja aliketi kwa kiti ilikuwa nyuma ya kwangu. Na huyo mzee alipoketi, nafikiri kwa sababu ya ushovu ama njia moja ama nyingine, na alikuwa amevaa suti na tai. Ni mtu ambaye ukimwangalia ako perfect, amesimama vizuri, unapendezwa na vile alivyo. Lakini alipoingia akaketi chini, matatu ilipoondoka tu, mzee wa watu akaanza kukoroma, kutoa sauti na kama ya shura. Ile heshima yote ilikuwa na mpaka watu walicheka kwa matatu. Meaning usingizi ulimunyima heshima ile ambayo tulikuwa tumempea. Alianza kutoa sauti ya kungorota. Usingizi inasababishaga mtu akose heshima. Usingizi inasababisha mtu akose heshima. Kwa uhalisia wa kawaida unaelewa ya kwamba, na hii ni tabia ya watoto. Na pia kuna watu wazima wako na hii. Unakuta ya kwamba mtoto amevalishwa nguo mzuri, na si mtoto mdogo, mtu wako class 4, class 5, class 6, class 7, ama class 8. Hata tunapopeleka wengine form 1, tunaambiwa tununue Macintosh. Kwa sababu gani? Atakapolala msichana huyo wa miaka 10 na kitu 15, atakapolala
usingizi usiku, atajikojorea kwa kitanda. Lakini kwa mchana ukimwangalia akisimama, amejipaka mafuta, ameoga, hauwezi sema ya kwamba kuna tabia na kuaga nayo usiku. Ni tabia inasababishwa na usingizi. Ni vizuri uelewe ya kwamba usingizi hupoteza tabia katika maisha ya mwanadamu. Usingizi inasababisha mtu apoteze tabia. Ndio unakuta watu wengine hata wakilala, unakuta mtu ulikuwa umempea heshima, lakini ukiangalia huku kado ya midomo amejimwagilia nyute na zingine zimekauka mpaka unashindwa what is wrong. Wengine hata wakilala hafugi mdomo, anafungua mdomo. Ni kukwambia kwamba usingizi uko na changamoto, na changamoto ya usingizi ni ya kwamba inakunyima hali ya contain heshima yako, inakunyima hali ya contain ile tabia mtu anakuaga nayo. Sasa tuseme namna gani? Ni kusema ya kwamba usingizi inasababisha mtu apoteze ile hali ya kuheshimika. Number 2, usingizi inasababisha mtu afanye matendo ya giza. Ni vizuri tuseme hivi, ni vizuri nielewe hivi, ndivyo ninafanya utangulizi ili uweze kushikamana na mimi, ya kwamba unapoona mtu anafanya vitu za usiku mchana, ni ishara ya kwamba ako kwa usingizi katika maisha. Yani mtu anatetea kitu kibaya, ni ishara ya kwamba ako kwa usingizi. Kuna vitu haelewi. Nasema hivi, kuna nguo watu wale wanafanya kazi ya ukahaba wanavaanga. Wanavaa nguo zinakaa aina fulani, nguo ambao zinaonyesha sehemu fulani ya mwili, na unakuta ya kwamba huyo ni kahaba, lakini mchana hawezi vaa hiyo nguo, anaivaaga usiku. Hivi ni kukwambia kwamba ukiona unafanya vitu zinafaa kufanywa usiku, uzifanya mchana, hata kama umesimama na macho umefungua, umelala, uko kwa usingizi. Maandiko inasema hivi in the book of Proverbs chapter 10 and verse 5. Biblia inasema, akusanyaye wakati wa hali ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Yakoba, Biblia haiwezi elewa kwa nini ulale wakati wa mavuno. Kwa nini ulale wakati watu wengine wanavuna? Biblia inasema ukilala wakati wa mavuno ni mtu wa kuaibisha, ni mtu ataingiwa na aibu. Maana haiwezekani wakati watu wanaingia kwa mashamba wavune, ati Yakoba wewe huwezi amuka, ati ndio uko kwa kitanda. Sasa ni kukuuliza, Yakoba wewe utavuna lini? Na Biblia inaposema hivyo ni kusema ya kwamba ni lazima ujiangalie, uweze kuelewa seasons, uweze kuelewa uko kwenye majira gani. Majira ya mavuno ni wakati wa miaka kuanzia miaka 23 hadi miaka 50 na kitu. Katika hiyo kipindi cha miaka 25, hiyo miaka mwanadamu hatakikani alale. Na mimi niko na shida na yule kijana ananisikia, alafu wewe unalala zaidi ya masaa 8 kwa siku. Masaa 8 unalala kwa kitanda, alafu na hiyo ni wakati wako wa prime, wakati wa miaka prime, wakati wa mavuno. Mtu wa miaka 70 hata akilala masaa 10 anaruhusiwa, miaka yake inamruhusu. Lakini mtu wa miaka ya mwanalika, miaka 20 na kitu, unalala masaa hayo yote. Ni nini unatafuta? Alalaye wakati wa mavuno. Let me tell you, hakuna siku zote utakaa kwa prime age. Hautakaa miaka yote ukiwa msichana. Ati Yakoba miaka hiyo ya usichana ndio unalala, haitawezekana. Hautakaa miaka yote. Season lazima uelewe ile season ulioko katika maisha. Ni kusema hivi, kuna wakati kwa kampuni ni wewe uko na say. Kwa hiyo kampuni ni wewe umeajiriwa. Wakati huo ni wewe unaitwa manager. Ni wewe, kila mtu anakuuliza. Yaani ni kama na ni wewe ni mwajiriwa, kampuni yote ina rotate kwako. Yaani lazima watu wapitie kwako. Season hiyo ni season yako ya kufanya mambo. Hiyo sio season ya kulewa. Season hiyo yani mpaka mwenye kampuni akiingia kwa kampuni ya asubuhi na mapema ni wewe anatafutanga. Hiyo sio season ya kulala. Ati Yakoba sasa ati mwenye kampuni ni mimi anatafuta. Let me tell you, kuna mtu aliitiwa Pate na Esther. Akaitwa Pate na hakujua ni nini inapangwa. Biblia inasema alipotoka Pate akaenda kuhadithia mkewe vile wameambiwa na akalala.
Na do you know the following day kifo yake ilikuwa inamtafuta. Shida yake ni gani? Shida yake ni kulala wakati wa mavuno. Haelewi mtu akilala haelewi kukiwa na hali ya hatari. Na kwa hivyo ninaongea hivi kwa sababu usingizi ule nataka kuongea ni usingizi katika maombi. Unakuta ya kwamba pattern yako ya maombi wakati huu iko chini sana. Ya kwamba wewe si mtu wa kujiombea. Pattern yako ya kusoma neno iko chini sana. Ninaongea na mtu ambaye ameokoka. Ni hatari kubwa kulala. Ukilala watoto umezaa watakudanganya mzazi. Ni hatari kubwa kulala. Ukilala mzee ambaye unanisikia, baraka ambayo ni ya kwako itatwaliwa. Ukilala kuna vitu za kwako hazitafanyika sawa. Waliuliza Yesu, tu shamba lilipandwa ngano, magugu imetoka wapi? Na hatukupanda magugu. Akawaambia, usiku wakati watu wamelala, yule muovu alikuja na akapanda magugu. Hiyo ni kusema ya kwamba wakati watu wanalala kuna vitu huwa wanapandwa. My friend, umepewa doa na Mungu. Ndio mumeona juzi last December, ndio mumeona. Alafu unakuta ya kwamba hiyo doa hauiobei. Ati ya kwamba wewe umevuka ile mpande ambao mtu anaomba kabla hajaolewa. Ati sasa ukishaoleka huombi tena. Let me tell you, kilichozaliwa na maombi kinakuwa sustained na maombi. Kilichozaliwa kanisani usikitoe ndani ya kanisa, kina sustainiwa na kanisa. Hinyore ombo kagia ndege niguo meturagia riera-ini. Ile nguvu inainua ndege ndio iweze kuinuka. Hiyo nguvu ikiwa withdrawn, hiyo ndege itaanguka. Hivi ni kukwambia kwamba ikiwa wewe ni mtu ambaye anaelewa jambo lile halitakikani kwako, ni kuhakikisha ya kwamba umelala. Ukilala ni kusema ya kwamba matendo ya aibu itaanza kufanyika, na wewe mwenyewe hauwezi kuelewa ya kwamba kuna matendo ya aibu inafanyika. Sasa basi, mtu hujuaje ya kwamba amelala? Mtu anaangalia nini ili aseme haya na kweli mimi nimelala? Tutaangalia maandiko katika kitabu cha Jonah chapter 1 and verse 5. Ama tunaweza anzia Jonah 1:1. Tukiendelea tufike mpaka mstari wa 5. Mtu hujuaje ya kwamba amelala? Mtu hujuaje ya kwamba amelala? Maandiko inasema hivi. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai na kusema hivi. Jonah akaambiwa na Mungu, tuendelee. Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa ukapiga kelele juu yake. Kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Mji wa Ninawi umepanda uovu, umepanda juu mbele za Bwana. Verse 4 inasema akateremka hata Yafa, akaona merikabu inayokwenda Tarishishi. Basi akatoa nauli akapanda merikabu aende pamoja nao Tarishishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Verse 4, lakini Bwana alimtuma mpepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikabu ikawa karibu na kuvujika. Lakini Yona akaondoka. Basi wale mabaharia, verse 5, wale mabaharia wakaogopa sana kulingana ile upepo ilipiga hiyo merikabu. Kila mtu akamuomba Mungu wake. Ukiangalia hapo kwa screen imeandika Mungu wa small m. Kila mtu akamuomba Mungu wake. Hatari moja ni wakati mtu amelala, miungu huinuka. Ati walipoona wakaogopa, wakaona hii hali haiwezi saidiwa na mwanadamu peke yake. Inahitaji hali ya kiungu iingilie kati. Biblia inasema kila mtu akaomba Mungu wake. Na Mungu ile imeandikwa hapo ni small m. Ni kumaanisha sio Mungu wa mbinguni aliitwa. Watu waliita miungu yao. Hii ni kusema ya kwamba wakati wa Kristo wanalala katika hiyo kijiji chenu wewe unakaa, ni kukwambia kwamba miungu itainuka. Hapa miungu, Mungu kuitwa Mungu wake ni miungu iliitwa, si Mungu wa mbinguni aliitwa. Na kwa hivyo unapoona Wakristo wamelala ama kanisa limelala, washugaji wamelala, intercessor wamelala katika hiyo mji na katika hiyo mtaa na katika hiyo kanisa na katika hiyo maeneo, miungu itaitwa na itainuka. Mimi sijui kanisa lenu liko pande gani, na mimi sijui wewe unakaa pande gani, lakini ikiwa hakutakuwa na hali ya Wakristo kujielewa, watu kuelewa kwenye majira gani, miungu itaitwa. Na unaelewa mahali miungu inaitwa, kuna nabii
wa Mungu ako pale na amelala. Nabii kabisa, nabii Jona, mtu ambaye amepewa ruhusa ya kuandika Biblia, na akiwa hapo miungu iliitwa. Hii ni kusema ya kwamba katika hali ya mtu kulala usingizi na kutojielewa, baadhi ya vitu zinazohusikana na miungu zinainuka. Na usiseme wapendwa ati ya kwamba siku hizi hakuna miungu huinuka. Miungu iko. Miungu iliitwa hapa na ikainuka. Na inaitwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba kuna mtu amelala. Miungu kuinuka ni kusikia kwamba ulioa mke ambaye anaenda kanisani na mwishowe amekwambia hizi makanisa zote ni fake, na alifanya harusi. Mlifanya harusi haswa ya kanisa. Amelelewa na wazazi kanisani, anakwambia masikio yangu sitaki kusikia neno la Mungu. Kuna kizazi kinainuka kinasema ya kwamba hakijaachana na Mungu, kimeachana na kanisa. Sasa hiyo ni miungu imeanza kuinuka. Unakuta ya kwamba watu ambao walikuwa wanafaa kudefend Mungu, watu ambao walikuwa wanafaa kudefend kanisa, sasa they have nothing to do with it. Hapa ndipo Jona alipolala, miungu ikainuka. Number 2, mstari huo wa pili, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikabuni ili kuzipunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikabu, akajilaza akapata usingizi. Ati Jona alikuwa ameshuka pande ya chini, the lower deck ya meli, na akajilaza akapata usingizi. Verse 6 inasema, basi nahodha, captain, akamwendea akamwambia, una nini wewe, ewe ulalaye usingizi? Kwani uko na shida gani wewe unalala wakati kama huu? Na ni nani huyu anakuja kuamsha Jona? Ni mtu ambaye hajui Mungu wa ukweli. Na ni vizuri tuseme hivi, mtu anajua akiwa ya kwamba ako kwa usingizi akiamshwa na kafiri. Huyu mtu ambaye hamjui Mungu wa ukweli, huyu mtu hajui Mungu ambaye Jona anafaa kuabudu Mungu wa aina gani. Lakini ni yeye anaenda kuambia Jona, amuka uombe. Kuamshwa na kafiri ni kusema ya kwamba mama wewe ni wa kanisa, mzee wewe ni wa kanisa, unaishi mahali fulani, ya kwamba mzee mwingine mlevi neiba yako amekuja ametoka kwa ulevi yake saa 5 saa 6 ya usiku, amekuja akiiba nyimbo zake za ulevi, na kwa hivyo Sade asubuhi anaamuka saa 4 kulingana ile saa alilala. Akiamuka saa 4 anaamuka kukusalimia, haya mama Kawajiro, uko salama? Ni murairio thayo, mmelala vizuri? Na nikuulize mama Wajiro, kwani ulianguka? Mbona hujaenda kanisa leo, ama leo si Sunday? Sasa unamwambia nitaenda tu. Yaani mpaka mlevi anaona umechelewa kwenda kanisani. Lakini huyu ni mtu ambaye hana haja na Mungu. Ni mtu analewa, ni mtu ambaye misingi yake si ya kiungu, hata anajulikana kwa mtaa. Lakini yeye ndiye anakukumbusha wakati kama huu na masaa kama haya unatakikana ukue kanisani. Hiyo ndio inaitwa kuamshwa na kafiri. Basi nahodha akamwendea akamwambia nabii Yona, una nini wewe ulalaye usingizi? Akamwambia, pati B namna gani? Amuka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Yaani unaambiwa uamuke, hata huambiwa uamuke uende kule juu. Huabui uamuke ati tukuombe ushauri nini unafanya, tufanye nini ndio kutulie. Anaambiwa amuka uombe. Na yule mtu anamuamsha anaabudu miungu. Aliita watu wale wanaabudu miungu, akawaambia beni huyo Mungu, na akamwambia amuka tena na wewe ukamwombe Mungu. Na hii ni kusema ya kwamba unapoona mtu analala usingizi, reality ni hii ya kwamba miungu inainuka. Number 2, unapolala usingizi unakuta katika ile hali makafiri huinuka. Unakuta watu ambao hawaamini Mungu, ati wao ndio wanakukumbusha ati ya kwamba unafaa kuomba. Mimi nakumbuka wakati mmoja nilienda mkutano mahali, ilikuwa ni mkutano ya mtu tulikuwa tunashagia, ilikuwa na mazishi, na tulikuwa tunamsafirisha kutoka Bali, na kulikuwa na bili kubwa ya hospitali ilikuwa imebaki, bili ya milioni 1 na kitu. Na tukiwa katika hiyo shughuli, na mimi nimeokoka, mimi ni mchungaji, nilipokuwa pale nimeketi pale tukigojea mkutano uanze, jamaa alikuwa ameketi pande yangu ya kulia, akachukua sigara akaweka kwa mdomo, akaniuliza, na nimesahau kiberiti, unaweza nisaidia na kiberiti? Niliaibika. Ni mimi ninagojewa nije niobesha mkutano,
lakini ni mimi ninaomba kiberiti, ni sigara yakishwe. Na nikajiuliza maswali mengi. Ni nini hii ameona ikamwambia kwamba mimi ninavuta sigara? Na makosa ilikuwa ya kwangu, ya kwamba nilipofika katika hiyo mkutano si kujitambulisha ya kwamba nimeokoka. Ni makosa makubwa sana. Sasa wewe unanisikiza ati ya kwamba ukienda unakuta mahali watu wameketi, unawaambia saseni. Sasa hiyo si salamu. Uwezi kusema saseni ati alafu uketi. Ati unakuta watu wameketi mahali na wewe unajiunga na wao, ati unawaambia mambo zenu. Hiyo si salamu. Ukisema Bwana Yesu asifiwe, kuna vitu utazima. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia hivi ndio uweze kuelewa. Ukisema Bwana Yesu asifiwe, kuna vitu utazima. Hautaomba kiberiti. Kuomba kiberiti ni aibu. Ni kuambiwa maneno ambayo haikufai. Nakumbuka tena wakati mwingine tulikuwa tumeenda get together, tulikuwa tunaenda rorashio mahali na watu wa nyumbani. Nilikuwa nimeenda nyumbani na nilikuwa nimeenda kwa sababu ya hiyo rorashio. Vile matatu huchukua watu, inawakusanya, tukakusanywa na matatu. Vile mahali tulifika sasa, mama mmoja jirani ya kwetu akasema, na sasa hatuwezi ondoka hivi bila kuomba. Alikuwa mama wa kanisa ya Catholic, ndiye aliongea hivyo, akasema hatuwezi ondoka hivi bila kuomba, lazima mtu mmoja aombeshe. Sasa mimi nilikuwa nimeketi kwa matatu nikiwa kiti ya nyuma, na kijana yake ambaye ni mlevi alikuwa ametoka kwa pombe usiku, hata haikuwa imemtoka kwa mdomo. Alikuwa ametoka kwa pombe usiku, akatoa kofia akaambia watu, fungeni macho tuombe. Mamake akasema, kama ni huyu ataombesha mimi siendi. Hiyo safari nakatizia hapa, mimi sitaenda. Na anasema hivyo kwa sababu ya mtoto wake, ya kwamba hawezi ombesha na waende safari, maana amekuja saa 7 akiwa mlevi na sasa ni yeye anaomba. Na ili hali hapo wakauliza, na kwani hakuna mtu wa Mungu hapa? Na mimi nilikuwa hapo na ni pastor, na sikuwa nimesema ya kwamba nitaombesha. Na nilikuwa ni ile tabia ati ya kwamba ukiingia kwa gari unaketi chini, unainama, hautaki shughuli za watu, ati sasa wewe uko kwa simu, sijui nini tunaangaliaga kwa simu. Niliaibika sana. Na mmoja ndiye alisema, si huyu ni pastor ameketi hapa nyuma, kwa nini asituombesha? Na mlevi ana opt kuombesha nikiwa hapo. Wakati watu wakiwa kwa usingizi, vitu za aibu hutokezea. Na vitu za aibu ni hizi, ni kuamshwa na kafiri na miungu kuitwa ukiwa hapo. Hiyo ni kulala katika usingizi. Na kulala usingizi ni aibu. Ni aibu mpendwa. Uko na matatu, wakati watoto wanafunga shule, ndio matatu yako inaingia garaji, na food anakwambia itakaa hapa wiki moja. Wakati piki ya Christmas imefika, ndio matatu yako imeingia kwa gereji. Paka unashindwa. Nilikuwa nimeigojea hii muda yote. Ni nini? Ni matatu yako haiobeagwi. Sasa miungu inainuka ya kwamba yako wewe unajua Mungu wa mbinguni na huiobeagi, inakaa chini. Wale wengine ndio hao biashara zao zinafanyika. Utajuaje tena ya kwamba uko kwa usingizi? Unafaa kuamshwa ni wakati unaogeleshwa na punda. Kuogeleshwa na punda ni namna gani? Numbers 22 and verse 26. Kuna mtu anaitwa Balaam pale. Kitabu cha Hesabu 22 na mstari wa 26. Hesabu 22 26. Balaam anaitwa na Barak aende akarani wana wa Israeli. Na katika ile pilika ya kwenda usiende, Mungu akamwambia, basi nenda, lakini usiseme chochote isipokuwa ile nimekuamulisha useme. Na kwa hivyo ikafika ni aende. Maandiko inasema, na alipokuwa jiani akienda, malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pebaba sana. Hapakuwa na nafasi ya kugeukia mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaam. Punda anaona, lakini huyu mtu ambaye ako na masikio mawili, ambaye ako na macho mawili, ambaye ako na mdomo, na ndiye ameitwa, si punda imeitwa. Punda inaona malaika inalala chini, yeye haoni. Sasa kwani hii ni usingizi ya aina gani? Ati ya kwamba punda inaweza ona malaika na wewe hauoni. Yaani unakuta yule mtu anaona ya kwamba hiyo kitu babagu amefanya hakifai. Na imagine wewe hauoni, unasimama unaidefend. Hapana, mimi sikuwa nimeona nimevaa vibaya, ninafaa kuvaa hivyo. Na watu wote wanasema, dad usiende hivyo, hizo nguo umevaa si mzuri. Watu wanasema, mama hiyo nguo umevaa, na ni vizuri uelewe. Sasa mbona punda ione na wewe hauoni? Hii ni hatari kubwa.
Okay, Biblia inasema kwa hasira yake Balaam ikawaka, akampiga puda kwa fimbo yake. Verse 28 inasema Bwana akafunua kinywa cha puda, naye akamwambia Balaam, nimekutenda nini hata ukanipiga mara hizi 3? Balaam akamwambia puda, kwa sababu umenidhihaki. Laiti ningekuwa na upanga wewe mkononi mwangu, ningekuwa sasa hivi. Sasa mimi nikuulize, huyu ni nani anabishana na puda? Mtu aongeleshwa na puda na sansi yake hairudi, ati aone hizi ni nini hii, ati puda inaniongelesha. Sansi yake hairudi, ni kusema ya kwamba ako kwa usingizi, amelala na amengorota. Nafikiri nikiongeleshwa na puda nafaa niende bio, maana nitashindwa ni puda imeongea ama ni mtu. Puda iongea na iongea lugha unasikia. Na imagine Balaam anabishana na puda yake, anaiambia ni nini hii wewe, ningekuwa na panga ningekukata. Na mimi nikwambia hivi, kuna watu wakikuongelesha wakupea warning, unafaa ushtuke sana ya kwamba ati fulani amesema. Sasa huyo ameongea hivyo. Maana kuongeleshwa na puda ni ya kwamba unakuta katika ile hali yule mtu amekupea warning ya kwamba usifanye hivyo, ni mtu ambaye hauko unatarajia ati ya kwamba anaweza kukwambia. Nimesikia story ya kwamba mzee mmoja aliasha pombe na akakaa kanisani miaka 10 mpaka akainuliwa akawa deacon wa kanisa, na siku moja akakosana na mke wake. Akasema ati kwa sababu ya hasira ataenda kwa bar kutoa hasira, amekosana na mke. Alipoingia kwa bar tu kuingia tu akapata kuna mzee mmoja mwingine mlevi alikuwa anacheza hapo. Akachukua, alikuwa anacheza akiwa na chupa ya pombe akiwa ameshika mkononi. Piga chupa moja akishwa, akamuuliza, yani sisi tunatamani kukaa kama wewe, tuondoke kwa hali hii ya ulevi, na wewe unatamani hapa kurudi? Kwenda kabisa, hautauziwa hapa. Na kwa nini amuongelesha hivyo? Na imagine mwenye kuongeleshwa hivyo na kugongwa chupa hakuona hiyo kitu umefanyiwa. Ni puda inamuongelesha, inamwambia haufai kuwa huku, tunatamani kuishi kama wewe, na wewe unarudi mahali hapa. Na mimi nakumbuka siku moja kuna tuibo tulikuwa tumekatalia kwa simu yangu, tuibo ambao si itwa Mungu. Na siku moja kijana yangu ambaye hajajua hata kuongea ile lugha ya mother tongue ya Kikuyu, kijana yangu alikuwa anacheza nje na watoto, sijui ni nini mfanya, akakimbia nyumbani bio. Kwa alikuwa anacheza nje, hata nilikuwa nasikia wakicheza, akakimbia sitting room, na mimi nimeketi sitting room, nimewekelea tu miguu kwa meza na simu nimeweka loudspeaker nisikie tuibo. Na alipokuja ni mdogo, kijana mdogo wako miaka ile ya nursery ya creche class, grade 1, grade 2, grade 3. Akaniuliza, dad, na si wewe umeokoka? Nikamwambia ndio nimeokoka. Na akaniambia, na dad, si wewe ni pastor? Nikamwambia ndio mimi ni pastor. Na akaniuliza, dad, nikuulize? Nikamuuliza akaniuliza, na hiyo nyimbo inaiba ni ya Mungu? Sasa hajui hata lugha ya Kikuyu, na yeye ndiye ananiuliza kama nyimbo inaiba ni ya Mungu. Nikasikia aibu imenigoga kwa uso. Sikumjibu. Nilitoka nikaingia bedroom, nikaenda kulilia Mungu wangu nikijitetea, nikamwambia, Baba, yule umenitumia ameniweza. Maana ninaelewa kabisa hajui lugha ya Kikuyu, lakini sasa hiyo lugha ametumia kuniuliza kama ni ya Mungu. Na alipomaliza hiyo akatoka nje kwenda kucheza. Hata nilikuwa nafikiri ni kiu ya maji imemleta akunywe maji, hakukunywa, akatoka nje kucheza. Na mimi kutoka hiyo siku ndio hiyo nyimbo ilitoka kwa simu yangu. Na mimi nikuulize, wewe unagoja hizo nyimbo zimekatalia kwa simu yako, unagojea nani aje akwambie ya kwamba na si wewe ni shearede, si wewe ni deacon ya kanisa, si wewe ni chairman ya kanisa, hiyo nyimbo ni ya Mungu? Sasa ni nani atakwambia hivyo? Ni hii sauti ninakwambia. Usiposikia sauti hii, kuna siku utatumiwa puda ikuuliza kama hizo nyimbo unasikiaga ni za Mungu. Na utasikia puda ikikuuliza, na sasa ninaonaga ukienda kwa klabu fulani, hiyo klabu naenda kuoshi mpira, ni klabu ya Mungu. Sasa mpaka utashindwa ni nini hii, ili uweze kujiokoa. Jambo la muhimu ni kuelewa hiyo maneno nimekwambia, maneno mawili ama maneno matatu, ya kwamba mtu anajuaje ya kwamba amelala usingizi. Mtu akiongeleshwa na puda. Na kuongeleshwa na puda nimekwambia ya kwamba ni mtu ambaye maybe hakujui sana, lakini ile kitu anakwambia unasikia kwamba
kuna kitu wanasema. Nimesema number 2 ni wakati miugu inainuka ukiwa hapo. Yakoba, unakuta Yakoba, tuko hapa kama kanisa na tumezingirwa na diviner, na unasikia mpaka washirika wako nusu wanaendaga kwa wao madiviner midweek, lakini sasa wako kanisani. Sasa hiyo ni kuelewa miugu imeinuka kuliko wewe. Nimesemaje? Utakatakaje kujua umeogeleshwa na miugu? Ukiamushwa na kafiri. Yaani mtu ambaye haendi kanisa ndiye anakuuliza, kwani siku hizi umeanguka? Mbona huendagi kanisa? Hizo ni dalili ya kusema uko kwa usingizi. Na mimi nataka nikuombee ndio uweze kuamka. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea mtazamaji wangu jioni ya leo, na kuomba Yakoba uweze kumuamusha aweze kuona hatari inayokuwa katika haya maisha wakati mtu amelala usingizi. Ninaomba kwa mkono wako umpiganie na umtende wema. Ninaomba Yakoba umuamushe, na ile miugu inainuka karibu na maisha yake, ile magugu inapandwa watu wakiwa wamelala, kama vile Yesu ulisema Yakoba, ngano zilipandwa, yule muovu akapanda magugu. Ninaomba Yakoba hakuna magugu itapandwa katika hizi doa. Ninaomba hakuna magugu itapandwa katika huyu mke, hakuna magugu itapandwa kwa hawa watoto, hakuna magugu itapandwa kwa huyu mzee, hakuna magugu inapandwa kwa huyu mtu wako. Maana watu wengine wameshafuliwa majina, wakaabua maneno makali na hawakuweza kusafisha majina yao, na ni kwa sababu walilala. Ninaomba yeyote ambaye atakayesikia hii sauti na amuke akwambia, Bwana, nimerudi kwa kazi yangu, umuondolee hii mambo ya aibu na umpiganie. Ninatangaza nuru yako kwa mjakazi wako, nikiomba Yakoba umtende wema kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. Naitwa Pastor Raphael. Ukitaka kusupport hii program, ninakuomba hauwezi kosa shilingi 10, shilingi 50, shilingi 100, 200 ili injili iweze kuhubiriwa. Unaweza tuma support yako kwa hii namba iko on your screen, 0725 94 7795 ama 0725 000070. Hiyo namba ya 0725 000070. Ukitaka kunifikia unaweza andika message peke yake na utabarikiwa. May God bless you. May God be with you.